Badiliko kwenye miundombinu ya barabara, kwa sababu nia ya serikali tunataka tuwe na miundombinu itakayodumu kwa muda mrefu. Wataalamu wetu wa TANROADS pamoja na TARURA waweze kuzingatia kwenye miradi iliyopo, wafanye marekebisho, lakini kwa miradi mipya wafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo leo kwenye wilaya ya Chunya tumetembelea mradi huu wa barabara ambayo inaanzia Makongorosi mpaka Lupa, lakini specifically ni kuja kutembelea daraja hili ambalo tumeliona hapa. Mimi ninachoweza kushukuru na kupongeza ni kitu kimoja. Tumekuwa na miradi mingi, lakini kinachokuwa kinatuletea mgogoro kwenye miradi mojawapo ni swala la muda wa utekelezaji. Ukweli katika swala la muda wa utekelezaji wa mradi huu, niwape pongezi zenu TANROADS kwa kuzingatia muda. Jambo hili, mradi huu umekamilika ndani ya muda. Taarifa inasema alikuwa akabidhi mwezi Novemba, akaongezewa muda nao sio mwingi, akaja akakabidhi mwezi Januari. Kwa hiyo Novemba na Januari, hata katika hali ya kawaida miradi inakuwa na mambo ya hapa na pale, ni muda ambao unakubalika kabisa. Mradi huu umekamilika kwa 100% kwa gharama shilingi bilioni 5.6, na mradi huu umefadhiliwa na World Bank kwa 100%, na umehusisha approach za kilomita 3 upande huu na kilomita 3 upande huu na taa 36. Ni moja ya eneo ambayo lilinifanya nikeshe nyakati za mvua. Hali ilikuwa tete sana, daraja ya maji wakati fulani yana overflow daraja, lakini kwa jitihada za serikali kufikia hatua hii, kwa kweli tuna kila sababu ya kushukuru kwa hatua hii, lakini pia kumpa pongezi mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uthubutu mkubwa ambao anaendelea kuonyesha nchi nzima. Kwa hiyo leo kwa sisi wanachunya tunasema asante. Na leo tumetembelea wilaya yetu ya Chunya kuona barabara inayounganisha mkoa wa Mbeya, Singida pamoja na Tabora, hasa kipande cha Makongorosi kwenda Mkiwa, namna ambavyo utekelezaji wake umeanza kwa kujengwa madaraja makubwa mawili, daraja la Lupa Tingatinga na daraja la Bitimanyanga, ikiwa na komponenti ya taa za barabarani, hii ikiwa ni ishara ya kwenda kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara ya lami ambayo imeahidiwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Changamoto tulizokuwa tunazipata hapa, kwanza ile daraja halina upana mzuri, ilikuwa ni foleni mbanano, magari mawili yalikuwa hayawezi kupishana pale. Lakini baada ya kuwepo kwa hili daraja umekuwa na mpishano mzuri, hata sehemu ya kupita wale ambao hawana usafiri wanapata sehemu ya kupita. Changamoto asali ambazo za ile daraja la awali. Changamoto za ile daraja la awali kwanza ni ajali za bodaboda. Wanapofika pale wanalazimisha ku overtake, alafu daraja ni dogo. Kwa hiyo ajali za bodaboda zilikuwa zinaendelea maeneo haya. Changamoto ya hili daraja dogo lilokuwa mvua ilikuwa ikinyesha kubwa, huwa maji yanatusumbua, huwa maji yanaja mpaka juu. Huwa sometimes wanafunzi washindwa kuvuka kwenda shule. Sasa tunashukuru kwa sasa daraja lililojengwa hili, changamoto naona inaisha. Maana mvua ilikuwa inanyesha kubwa, hata ukiona maji yalikuwa hapa, mvua hata bado hazijaendelea, maji ni mengi sana. Kwa hata katikati ukienda kuangalia hapa ilikuwa limeshaanza kuchanika, ukiangalia hata pembeni ilikuwa guys na shida inaweza kugonga pembeni barabara, ndio shida yenyewe ilikuwa hapo.